Chum TV. Furaha kiganjani. Tumie nafasi hii pia kuwapa taarifa rasmi kwa ajili ya zoezi sasa linaloendelea sasa. Lakini ningepaswa kwanza niwashukuru kama nilivyotangulia kusema, na tumshukuru Mwenyezi Mungu kuendelea kuifanya nchi yetu kuwa visiwa vya amani. Sasa leo ndugu waandishi wa habari, hasa kama nilivyotangulia kusema kwamba jana tulimaliza zoezi letu lile la kuona mchakato wa uchaguzi, watu wanapiga kura na kupata matokeo. Jana tumepata matokeo. Taifa hili limeshatambua rasmi kuwa mshindi wa matokeo yale si mwingine lakini ni Daktari Hussein Ali Mwinyi, rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, ambaye ndiye wananchi wamemchagua kwa kura nyingi sana, karibia 74.8. Hizo ni kubwa, na hiyo ni kuonyesha imani ya wananchi kwa kiongozi wetu huyu ambaye sasa Mwenyezi Mungu amemjalia kupata kipindi chake cha pili cha kumalizia awamu yake, awamu ya 8. Sasa nimesema niwaite waandishi wa habari ili wananchi waweze kupata taarifa kwamba baada ya tukio lile ambalo limekwenda kwa mujibu wa sheria, katiba yetu tulivyoipanga, na niwashukuru sana Tume ya Uchaguzi kwa kutuletea na kutumalizia mchakato ule wa kupata matokeo mapema. Sasa ndani ya mkoa wa Mjini Magharibi kuna zoezi jingine kubwa litafanyika ambalo lina mnasaba na shughuli hii ambayo tumeshamaliza zoezi la uchaguzi na kutangazwa mshindi, na si jingine bali ni suala la uapisho wa kuapishwa kwa Mheshimiwa Rais, ambaye rais mteule atapata muda sasa aapishwe. Sasa zoezi hili watu walikuwa wanasema liko lini, lakini rasmi zoezi hili litafanyika kesho tarehe 1 mwezi wa 11 2025. Hivyo naomba nitumie nafasi hii kuwaalika wananchi wote wa Zanzibar ambao watapata fursa, walioko ndani ya mkoa wetu wa Mjini Magharibi, lakini na mikoa jirani, kwa maana mikoa iliyoko karibu hapa ni kusini na kaskazini. Lakini hata wale ambao wamepata bahati, waliotoka Pemba, waliotoka bara, wala wapo hapa kwa ajili ya kutembea ruksa. Kesho tukijaliwa mapema sana, saa 12 asubuhi, viwanja vya Amani vitakuwa vimefunguliwa kwa ajili ya kumsubiri kipenzi chetu, kipenzi cha Wazanzibari ambao wamemchagua kwa kura za heshima sana. Sasa kesho wakashuhudie basi kuapishwa kwake kama rais mteule. Sasa anaenda kukabidhiwa kijiti cha urais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi kwa kipindi chake cha pili. Hivyo wito wangu kwenu wananchi, shime tujae. Mmeshaonyesha, na mimi kwa niaba yake pia niwashukuru nyote, mmeonyesha imani yenu kwake. Basi kesho mkahitimisha sasa kumpeleka, sasa kumsindikiza kwenda kukabidhiwa kijiti kile rasmi kama miongozo ya sheria na katiba ya nchi yetu inavyotuongoza. Kwa hiyo lengo hasa la wito huu ni kuwaona kwamba wananchi wengi wanajaa kumlaki na kusikiliza yale ambayo atayasema pale, maana bila shaka kama ulivyo utaratibu, na japo neno la kushukuru najua atalifanya, sitaki kupreempt, lakini najua uwepo wake hamtakosa kitu kutoka kwake ambacho kinaenda zaidi kujenga morali, lakini na imani ya miaka 5 inayoingia hii, nini anaenda kutufanyia.